Makubaliano ya muda ya kusitisha mapigano kati ya Afghanistan na Pakistan yamemalizika hii leo, yakiacha anga la taharuki na hofu kubwa ya kurejea kwa vita kamili katika eneo la mpaka wa Durand. Usitishaji huu wa masaa 48 ulitangazwa Jumatano kufuatia wiki moja ya mapigano makali ambayo yamesababisha vifo vya wanajeshi na raia kutoka pande zote mbili. Kwa mujibu wa duru za usalama, mapigano hayo yalianza baada ya kulaumiana kwa pande zote mbili kwa uvamizi wa kijeshi katika ardhi ya mwenzake. Milipuko na milio ya risasi ilisikika katika maeneo kadhaa ya mpakani, na mashuhuda walisema hali hii ilikuwa ya taharuki kubwa, huku maelfu ya wakazi wa maeneo hayo wakikimbilia usalama. Pakistani ilitangaza makubaliano hayo ya muda kama ishara ya nia njema, ikisema kwamba yalilenga kuruhusu mazungumzo ya kidiplomasia kuendelea na kupunguza mateso ya raia. Serikali ya Afghanistan kwa upande wake ilikubali masharti hayo, ingawa ilionya kwamba makubaliano hayo yangesitishwa mara moja endapo Pakistani ingebainika kuyakiuka. Kauli hiyo ilitafsiriwa kama ishara ya kutoaminiana, ikionyesha uhusiano tete uliopo kati ya mataifa hayo mawili jirani. Ripoti kutoka mashirika ya habari ya kikanda zilionya kwamba hali bado si tulivu. Baadhi ya mashambulizi madogo yaliripotiwa katika maeneo ya mpaka wa Spiny Bladak na Chaman, huku wanajeshi kutoka pande zote wakionekana kuimarisha doria na ulinzi. Wataalamu wa masuala ya usalama wameonya kwamba kumalizika kwa makubaliano haya kunaweza kufuatia tena vita vya wazi ambavyo vingeathiri si tu mataifa hayo mawili bali pia eneo zima la Asia ya Kusini. Viongozi wa Afghanistan wameilaumu Pakistan kwa kile walichokiita uvamizi wa mara kwa mara wa anga, wakidai ndege za kijeshi za Pakistan zimekuwa zikishambulia vijiji vya Afghanistan karibu na mpaka, zikiwa na kisingizio cha kufuatilia magaidi. Wizara ya ulinzi ya Afghanistan imesema kuwa taifa hilo alitakubali kuchezea uhuru wa mipaka yake na kwamba jeshi lake liko tayari kujibu mashambulizi yoyote. Uhusiano kati ya mataifa hayo umekuwa wa sintofahamu tangu Taliban iliporejea madarakani mwaka 2021. Pakistan, ambayo hapo awali ilihusishwa kwa karibu na harakati za Taliban, imekuwa ikikumbwa na ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo ndani ya mipaka yake, hali inayochochea hisia za kutoaminiana. Wachambuzi wanasema kuwa mzozo huu wa kijeshi unachangiwa pia na tofauti za kisiasa na kiusalama, huku pande zote zikitaka kudhihirisha udhibiti wa eneo la mpaka ambalo halijawahi kutambulika rasmi kimataifa. Huku makubaliano ya usitishaji vita yakifikia kikomo, mashirika ya kibinadamu yanaonya juu ya athari za kibinadamu endapo mapigano yataibuka tena. Maelfu ya familia katika maeneo ya mpaka zinakabiliwa na ukosefu wa chakula, huduma za afya na hifadhi salama. Mashirika hayo yameitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati ili kuhimiza pande zote kurejea kwenye mazungumzo ya kudumu. Kumalizika kwa makubaliano haya ya masaa 48 kunatoa ishara kwamba juhudi za kidiplomasia bado hazijazaa matunda. Ikiwa Pakistan na Afghanistan zitashindwa kudhibiti mvutano huu, kuna hatari kubwa ya mzozo mkubwa unaweza kuathiri utulivu wa eneo lote. Kwa sasa, macho yote yanaelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa baada ya hii leo, kama amani itatawala au risasi zitarindima tena katika mpaka wa Durand. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa heri kwa sasa.